nahitaji neema kushinda jaribu ili kwamba niinuliwe na wewe. Ninajua ninaposhinda mbingu zinafurahi. Ninajua ninaposhinda pale pote pale neno lako linatajwa. Furaha yako ni kwamba tushinde jaribu. Tunakushangilia. Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa tunasimama tunaendelea na somo ambalo tulikuwa tumeanza, ambayo inasema kustahimili majaribu. Kustahimili majaribu. Kustahimili majaribu. Na tutasoma pamoja kabla turudi kwa Mwanzo. Kabla turudi kwa kitabu cha Mwanzo, tutasoma kitabu cha Waebrania. Waebrania. Ikiwa hujui mahali iko, tafadhali iko kwa Biblia yako. Waebrania sura ya 12 na mstari wa kwanza. Waebrania 12 mstari wa kwanza. Pastor, soma tu hivyo ndivyo. Basi na sisi pia kwa sababu tunazungukwa na wingu kubwa. Basi na sisi pia kwa sababu tunazungukwa na wingu kubwa Na washuhuda namna hii. ya washahidi ama washuhuda namna hii. Tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi inayoambatana sana nasi. Tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi inayotushinda kwa urahisi. Kwa upesi na tupige mbio kwa uvumilivu katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Na tupige mbio kwa uvumilivu katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Soma mbili. Tukitazama Yesu. Tukifanya nini? Tazama Yesu. Tukifanya nini? Tukitazama Yesu. Tukitazama Yesu, Mwenye kuanzisha na mwenye kutimiliza. ambaye ndiye mwanzilishaji na mtimilizaji wa imani yetu. Ndiye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake alivumilia msalaba. Ndiye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake alivumilia msalaba na kudharau haya. Naye ameketi kwa mkono wa kuume wa kiti. Na sasa anaketi kwa mkono wa kuume wa kwenye kiti cha mfalme. Baba Mungu wetu, amen. Nena nasi kwa dakika chache, Mungu, na maisha yetu yatabadilika kwa jina la Yesu Kristo, amen. Tunaweza kuketi. Watoto wa Mungu, tulianza kuangalia somo ambalo linasema kustahimili majaribu. Na tulipoanza kuangalia somo yetu ambayo inasema kustahimili majaribu, tukaanza kuangalia vitu fulani ambavyo vinafanya jaribu zinakuja kwa Mkristo. Na kitu cha kwanza tulichokiona ni kwamba huwa tunajaribiwa kwa sababu tuna kitu. Haleluya. Huwa tunajaribiwa kwa sababu tunabeba kitu. Na nikasema ya kwamba mti ambao hauna matunda hauwezi kupigwa mawe. Nikawauliza, mmewahi kuona mtu akitupa mawe kwa mgumu tree? Kwa sababu haina matunda. Kwa hivyo matunda tunayoyabeba ndiyo moja ya chanzo cha jaribu yetu. Jaribu yako itatoshana na lile unalolibeba. Unapiganishwa sana na shetani kwa sababu unabeba vitu vikubwa. Bwana asifiwe. Sasa usipoangalia vitu unavyovibeba, unaanza kuangalia vitu vinavyokufuata.
Na ukianza kuangalia vitu vinavyokufuata, unapoteza mwelekeo, kwa sababu macho yako yakitoka kwa nguvu zilizo ndani yako, iangalie jaribu iliyo nje yako, jaribu inakushinda. Na ndio kwa maana tulisema, ikiwa unataka kustahimili jaribu, basi utafunga macho yako, usiangalie yaliyo nje, uangalie yaliyo ndani yako. Bwana asifiwe. Amen. Tukaangalia andiko moja ya kwamba siku moja Yesu akatuma Petro kwenda kuvua samaki, kwa sababu waliwakataza hawawezi kuingia kwa mji fulani na hawajalipa kodi. Na Yesu akatuma Petro kwenda kuvua samaki ili kwamba alipe kodi. Na Petro akaenda. Niliwaambia siku hiyo Petro hakuvua samaki kutumia wavu. Alivua samaki akitumia alitumia ndoano. Na ndoano, unapovua samaki kwa ndoano, huwa hautumii vitu vingi, isipokuwa unaweka kwa ndoano bait, na hiyo bait inaitwa chambo. Na ukiweka chambo ni mdudu ambaye amekufa, na akiingia kwa maji, samaki amemuona ni kama amefura, ni mdudu mzuri na anamtamani. Anapomkula anameza na ndoano, alafu anafariki. Na nikawaambia ilikuwa ajabu sana ya kwamba samaki aliyebeba pesa alishindwa kujichunga na kujua anabeba nini, akafariki kwa sababu ya chambo. Ndani ya kinywa chake muna pesa ya kulipia Yesu na watu wengine, lakini akafariki kwa sababu ya chambo. Akaangalia kitu kichafu, akashindwa kuangalia kilicho ndani yake. Wakristo wengi tumeshindwa kwa huduma kwa sababu hatukuangalia vinavyokaa ndani yetu, tukaangalia vinavyotuvutia nje. Na tunapoangalia vinavyotuvutia nje, tunapoteza thamani ya vilivyo ndani yetu, kwa sababu chochote kilicho nje kinaweza potea, lakini kilicho ndani yako ni wewe peke yake unaweza kukipoteza. Sasa mtoto wa Mungu, ikiwa utashinda jaribu, ujue ya kwamba ndani yako kuna pesa. Usikufe kwa sababu ya chambo. Kama unanisikia sema amen. Nikawaambia wengi wetu tunakufa na magonjwa yasiyoeleweka, na wakituangalia tuliyatoa wapi? Mahali pachafu, mahali pasipofaa. Tunaangalia watu wakikuuliza, hii dhambi ulifikia kuifanya namna gani? Haieleweki, kwa sababu macho yetu yalivutiwa na vya nje, tukapoteza nguvu ya ndani. Tena tukiangalia wengi, unakuta tamaa inayovutia nje ukudanganya sana ya kwamba utakapotimiza jambo hilo utafanikiwa zaidi, na baada ya kuitimiza unakuwa mtu wa kujuta. Na nikasema hapa siku moja ya kwamba Wakristo waliokomaa sio Wakristo ambao wanatubu dhambi, lakini ni Wakristo ambao wanaepuka dhambi. Bwana asifiwe. Usitake kuwa Mkristo wa kutubu kila siku. Taka uwe Mkristo wa kuepuka jaribu, kwa sababu unapoepuka jaribu unadhihirisha kwamba umekomaa. Kama unanisikia sema amen. Kama unanisikia sema amen. Uliza jirani yako, ni jaribu gani ukushinda? Watoto wa Mungu, bila kuchukua muda mwingi, tumesoma kwa kitabu cha Waebrania sura 12, na Biblia imesema, kwa kuwa sasa tumezungukwa na wingu kuu ya washahidi. Kwa kuwa sasa tumezungukwa na wingu kuu ya washahidi, basi tuweke kando vitu vizito tunavyovibeba na dhambi hiyo inayotushinda kwa urahisi. Bwana asifiwe. Kwa kuwa tumefanya nini? Tumezungukwa na wingu kuu. Wingu kuu inamaanisha nini? Ya washahidi. Inamaanisha nini? Wingu kuu ya mashahidi inamaanisha kuna wale ambao ni washindi wa imani. Waebrania sura 11 ambao Biblia inataja kutoka
Abeli mpaka wale wote ambao Biblia inataja jina zao, jinsi walikumbana na majaribu ya aina yote, lakini kwa imani walishinda. Na Biblia inasema wale wote ambao Biblia inataja kwa Waebrania sura 11. Kwa sura 12 sasa inaendelea ikisema hawa wote wamekuwa washahidi ya kwamba kuna uwezekano wa kushinda jaribu. Na hivi sasa ni mashahidi. Kazi yao ni kukuangalia wewe Mkristo wakati unapopambana na jaribu. Mahali kina Abrahamu wanakaa, mahali kina Isaka wanakaa, mahali kina Yakobo wanakaa, mahali kina Enoki wanakaa wakiangalia wakati unapokutana na jaribu. Kazi ya mashahidi ni kuanza kukuambia kwa umbali ya kwamba ngangana tu, pigana tu, shindana tu. Hata sisi tulikuwepo hapo na tukashinda. Tunajua hata wewe utashinda. Tunajua hata wewe utafanya nini? Utashinda. Na wakati yenyewe wanaendelea kukushangilia, wanapata haya. Ukianguka, ukishindwa na jaribu, kina wale wote mashahidi ambao walishinda jaribu kama hiyo wanashangaa. Watu kama Meshaki, Shadraki na Abednego ambao walikataa kukana jina la Mungu mbele ya mfalme, wakakataa kukunja goti yao. Watu kama vile Belshaza ambao walikataa kula chakula ya mfalme, na wanaangalia wanasema, sisi tulikuwa mbele ya jaribu kama hiyo, mahali walitupea vinono, lakini siku moja tukakataa juu ya Mungu. Hata wewe kataa. Na shetani anawaambia mtapata haya. Sasa mtoto wa Mungu, wakati unaposhinda jaribu, unafanya mbingu mashahidi kufurahi na kushangilia. Na wakati jaribu inapokushinda, ujue ya kwamba kuna aibu kwa mashahidi. Bwana asifiwe. Sasa ingilikuwa jaribu yako ni yako peke yako, hakuna mtu angelikusumbua. Lakini jaribu yako ikikushinda, inafanya mashahidi waaibike. Kwa sababu kila mtu na mashabiki wake. Ukishindwa, kuna watu unaonaga wanaenda kucheza mpira, sio wao watacheza, lakini wanakani wao watacheza, kwa sababu wanaimba kuliko watichazi, wanajipaka vitu kuliko hata wao watacheza. Na nilikuwa mmoja wa wale wakati fulani, nilikuwa najipaka vitu na ninaimbia timu ya mtaa wakitupiga. Unasikia aibu ya kurudi nyumbani. Unajaribu kuosha uso na tumaji kwenye huko na tu inakata. Ndio unasikia aibu ya kuingia nyumbani, unangoja ingie giza ndio utokeze. Ndivyo unafanyaga mbingu, mtoto wa Mungu. Wakati wote jaribu inapokushinda, mbingu zinasikia aibu ya kuangalia duniani, kwa sababu mbingu zinatarajia kushinde, ili kwamba mbingu zishuhudie kama zilivyoshuhudia mtu anaitwa Ayubu. Umemwona mtumishi wangu Ayubu. Sasa wakati unaposhindwa na jaribu, mbingu zinafadhaika. Angalia jirani yako, mwambie acha kufadhaisha mbingu. Biblia inasema tunaporudi kutenda dhambi ni kama tunamrudisha Yesu Kristo msalabani. Ndiyo neno la Mungu. Sasa jiulize, mara ngapi umeshamrudisha? Kwanza wengine wetu hata tumrudishaje, tunamuaga wenyewe. Leo Mungu amenituma nikukumbushe mtoto wa Mungu ya kwamba kuna uwezo wa kustahimili majaribu. Na Mungu akupe neema baada ya ibada ya leo ushinde jaribu yako. Nasema mbingu ikupe neema baada ya ibada ya leo uishinde jaribu yako. Chochote kilichosimama mbele yako kama jaribu, mbingu ikuwezeshe ushinde. Watoto wa Mungu, sikiza niwaibie siri. Hata tukiwa na upako ya aina gani, tutajaribiwa. Yesu Kristo, na ndiye Yesu Kristo alijaribiwa. Na Biblia inasema wazi ya kwamba alipelekwa jangwani na Roho Mtakatifu kwa kusudi ajaribiwe. Kwa hivyo alijua ya kwamba ili kwamba nianze kazi ni sharti nijaribiwe. Na baada ya jaribu, shetani atajua ya kwamba mimi nimeshinda. Ikiwa alishinda Adamu wa kwanza, mimi nitashinda. Je, swali ni hii, Mungu anaweza kujisifia wewe kabla ya hujaanza kupambana na jaribu yako? Je, mbingu zinaweza kusema huyo msiogope, huyo atashinda? Je, mbingu inaweza kujisifia wewe?
ama mbingu inajua tu akifika mbele ya jaribu atakana. Angalia jirani yako, muulize, ni mbingu zinaweza kukuamini? Je, Yesu anaweza kujisifia wewe kusema kama vile Mungu alivyosema, je, umemwona mtumishi wangu Ayubu? Huyo ninamjua ni sawa. Huyo ni mtu fiti. Huyo anaogopa dhambi na ananitii na anaepuka uovu. Je, Mungu anaweza kujisifia wewe? Na Biblia inasema wazi ya kwamba katika mambo haya yote Ayubu hakufanya dhambi wala hakumwasia Mungu kwa upumbavu. Bwana asifiwe. Alijaribiwa kwa ngazi zote zile, lakini hakufanya dhambi. Na ninaomba na wewe swali leo ni hii: je, unajua jaribu, hakuna jaribu ambayo ni permanent? Je, unajua hakuna jaribu ambayo itakaa milele? Kila jaribu inakuja na ina muda wake, na inakujaga vile vile, inaanza na iko na date ya kuexpire. Mungu akupe nguvu kungangana katika imani, ili kwamba kila jaribu ulio ndani yake iexpire kabla hujaanguka. Nasema kila jaribu iliyo mbele yako iexpire kabla hujaanguka. Mungu akupe neema umsimame kinaga unaga, ili kwamba unapojaribiwa, jaribu ingoje inaanguka na ina expire kabla wewe haujaanguka. Bwana asifiwe. Mtoto wa Mungu, sikiza nikwambie kitu. Ninaisema tena hapa na nitairudia kila wakati. Wakati wowote ule ambapo unaona mtu amejishika kwako na anajua ya kwamba sio halali, ujue kuna vitu viwili: ama Mungu anataka kukuangalia una uwezo gani ya kuepuka dhambi, ama shetani anataka kukuaibisha. Niliwaambia hivi, kilichofanya macho ya Samsoni ichukuliwe kwa sababu walijua bila macho hakuna Israeli kwa wakati huo. Bila macho, Samsoni alikuwa ndiye macho ya Israeli. Na kilichofanya macho yake ichukuliwe ni kwa sababu ni macho yake yalimuongoza kwa dhambi. Aliona Delila na akakataa kutoa macho kwa Delila. Kwa hivyo Delila alihakikisha wakati alipomshika, cha kwanza alichochukua ni hiyo macho iliyomuona. Mtoto wa Mungu, shetani nilisema wazi, akikupea miwani, anaporudi hachukui miwani, anachukua macho. Na akikupea kiatu, akirudi atachukua mguu. Sasa swali ni hii: unataka kushinda jaribu yako kwa kiwango gani? Shida ni kwamba wengine wetu hatujaribiwi. Wengine wetu tunajipeleka kwa jaribu. Angalia jirani yako, mwambie huyo sio wewe, lakini unajijua. Wengine wetu tunajipeleka kwa jaribu na unasema nimejaribiwa. Na wakikuuliza umejaribiwa namna gani, unasema nilianguka. Jamani, ulianguka namna gani? Maana ulikuwa hata hujasimama, ulijigeuza tu mahali unakuwa unalala. Na nikasema wazi, wakati unafanya dhambi kuwa zoezi, kwa sababu hakuna kukuhamakia, kwa sababu hakuna mtu ambaye amekuona, kwa sababu siri zako hazijavundulika. Mtoto wa Mungu, sikiza nikwambie siri, inatoka kuwa dhambi, inakuwa uovu. It moves from sin to iniquity. Maana yake ukiendelea itakuwa zoezi, na hata watoto wako siku moja watairithi. Tena nitarudia hii neno na unisikize vizuri, na nitakwambia kwa sababu Mungu anataka usikie. Mtoto wa Mungu, wakati unapofanya dhambi, na dhambi unaifanya na hakuna kuhamakiwa, usijipige kifua ya kwamba uko na neema. Mungu amekufichia dhambi. Mungu hatawahi fichia mtu dhambi. Wakati unapofanya dhambi bila kuhamakiwa, ama bila kuonekana na unabii, ama bila kuonekana na neno la Mungu, jua ya kwamba neema imeshaondoka kwako. Jua ya kwamba neema ya Mungu haikuachi kwako tena. Mungu ameshaka kukugeuzia mgongo, iko na business nyingine ya kushughulikia. Amegundua ya kwamba hauko tayari kwa kubadilika.
Sasa usiende ukiambia watu, unajua mimi nafanyaga dhambi fulani na pastor hawezi kuigusia. Na hata mimi ninafanyaga hivi na Mungu haoneshaje. Mungu kutokuonyesha uko na laana. Kama huwezi kuamakiwa dhambi, mtoto wa Mungu, uko na laana. Kwa sababu neema imeshatoka kwako. Leo kuna neema Mungu anataka nikwambie ushinde jaribu. Nasema leo kuna neema Mungu anataka nikwambie ushinde jaribu. Ningelikuwa nawaambia ya kwamba mtawin SportPesa kama amen ni kubwa. Lakini kwa sababu Bwana anataka ushinde jaribu, amen. Unasikia hata inangurumia huko kwa kifua. Amen. Uingurumishie huko lakini ushinde jaribu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watoto wa Mungu, tutakutana na jaribu hata tukiwa tuna upako. Tutakutana na jaribu hata tukiwa tuna nguvu. Tutakutana na jaribu hata tukiwa tumetemwa kutoka mbinguni. Unajua wale watu wenye wanakuwa wanabehave kama wanamkaka kutoka mbinguni asubuhi na jioni wanarudi. Praise the Lord. Jesus is Lord. Yeah, we know. Na unakutana wanabehave ni kama wao ndio mafuta matakatifu. Hata tukiwa hivyo jaribu tutapambana nayo. Kwa sababu Biblia inasema wazi ya kwamba wote ambao Biblia inataja walikutana na jaribu moja ama nyingine. Hello? Lakini ikiwa walishinda hata wewe utashinda. Nasema ikiwa walishinda hata wewe utashinda. Sasa uzuri wa jaribu ni nini? Kila jaribu ni mtihani. Na ukishinda jaribu ya aina fulani, ujue ya kwamba umepanda ngazi na pepo za hiyo jaribu hazitawahi kukupiganisha tena. Unaanza kupingana na pepo za ngazi nyingine kwa sababu pepo ya jaribu hiyo hazina tena nguvu kwa kuliko. Niliwauliza mtoto wa Mungu, ni nani ule ambaye anataka kutoka kwa class bila kufanya exam? Mimi ninamaliza tu kusoma vitabu na mwaka ukiisha niko standard 2. Utakuja kufika form 4 na uko kichwa na lengi. Kinachotujulisha ya kwamba kweli umevuka standard 8 vizuri ni wakati unaketia mtihani, na unapoketia mtihani sio kwenda kuketi unaanza kunusa pepa ile kale harufu kana kwa pepa. Hapana, ni kuandika na kufikiria na kujibu. Sasa mbingu ziko zinakuangalia. Bila ukikutana na jaribu, macho yako yanapoteza mwelekeo. Masikio yako yanapoteza mwelekeo. Vile unataka ushinde jaribu, mtoto wa Mungu, lakini unasemaga mimi nimeokoka lakini mikono yangu bado haijaokoka. Mimi nimeokoka lakini macho yangu haijaokoka. Mimi nimeokoka lakini masikio yangu haijaokoka. Mtoto wa Mungu, ni sharti ujue ya kwamba milango hiyo yote ni sharti iokoke kwako wewe kushinda jaribu. Kama unanisikia sema amen. Amen. Unataka ushinde jaribu. Unataka usifanye jaribu. Lakini wakikuangalia nini huo una watch? Nini huo unaangalia kwa siku? Niulize tu, umeangalia andiko mara ngapi leo? Hakuna. Lakini umevisit WhatsApp yako mara ngapi? Hata saa hizi uko na visit. Uko na review. Kenyo visit. Nikikuuliza umesikiza nyimbo ngapi za Mungu? Umesikiza maabudu ngapi leo? Hakuna. Lakini umesikiza ekoti te ngapi? Unaweza hata kutuambia na aliandikaga hiyo wapi? Umewatch series ngapi? Hello? Hata wewe unajua yenye watarelease next week. Unaenda kuziangalia kwa website. Gani itakuja next week. Lakini unataka katika hiyo hali ya kutokujielewa utashinda jaribu. Hello? Wewe ndiye fan wa series. Na ukiangalia hizo series hazina maana. Wewe na maisha inaitoka maisha nini? Maisha maji.
Wewe ni maajabu. Wewe na soap opera. Hello? Wewe na Afro cinema. Unaweza kutuelezea ni kama wewe react? Huyo unaona akitembea hapo anaenda kwa mganga. Unaijua sana. Lakini tukikwambia tu umeshaocha courageous, nasema hizo za kimungu huwa zinapopo. Ni huwa nataka vitu niko tidi. Na bado unataka ushinde jaribu. Maneno ya kuambiwa. Na unataka tu bado ushinde jaribu. Mtoto wa Mungu. Badilisha maneno yako. Ukikuuliza radio station gani huo unasikiza? Unajua truth. Unajua hope. Hata haujui zinaweza patikana wapi. Lakini ghetto. Classic. Mimi napenda wakati huyo jamaa anaitwa Mwalimu Kingangi kumbe unamjua. Napenda wakati wako wanaongea. And that's the reason why we are lost. Hizo movie zako zote wanaweza kukuambia zitafanyika nini. Mwisho mtu atakufa. Ukiangalia soap opera, mtoto atakuja kujikutana aliyowaga mama yake. But hiyo ndio maisha yako, mtoto wa Mungu. Na unasikia unataka nguvu za Mungu zikusaidie kushinda jaribu. Hautastahimili jaribu yoyote, kwa sababu wanaostahimili jaribu wanaistahimili kupitia maombi na neno la Mungu. Ndipo Roho wa Mungu anajifunua kwao, wanashinda jaribu. Sio kwa kuangalia vitu hovyo na kuwatch vitu ambavyo havieleweki. Watoto wa Mungu, addiction ya kusikiza vitu visivyofaa ninaivunja kwa jina la Yesu. Ninaivunja kwa jina la Yesu. Ninaiharibu kwa jina la Yesu. Unataka utapika nyama na unakula githeri? Hakuna siku mtu atavomit kenye hajakula. Unataka uongee maneno ya Mungu ambayo yataleta nguvu kwa jaribu yako kuvunjika, na ijapokuwa mwenyewe umekula maovyo. Leo Mungu anatuma nikwambie, mtoto wa Mungu, badilisha lile unalolisikiza. Badilisha lile unaloliangalia, badilisha lile unalolinena, ili kwamba nguvu zilizo ndani yako zianze kukusaidia kushinda jaribu. Kama unanisikia sema amen. Kama unanisikia sema amen. Sasa tukiendelea hapo, mtoto wa Mungu, tukasoma andiko kwa kitabu cha Mwanzo sura yake 39. Mwanzo 39. Na tukianza kwa mstari wa kwanza, Biblia inasema wazi ya kwamba na ndipo mtu anaitwa Yusufu akanunuliwa na mtu anaitwa Potifa. Na Potifa aliponunua Yusufu, huyu Potifa akampeleka kwa nyumba yake. Na baada ya muda Potifa akagundua ya kwamba ameanza kubarikiwa kwa sababu yuko na Yusufu. Kuna watu ambao ukizoeana nao unabarikiwa, na kuna watu ambao ukizoeana nao unaanguka. Naomba Mungu aondoe kila mwenye anakufanyaga kuanguka, atoke kwa maisha yako. Uzoeane na watu kufanya ubarikiwe. Mungu akupe neema uzoeane na watu watakufanya usimame. Kama unanisikia sema amen. Watoto wa Mungu, maisha ni kama boti ama meli. Uliye naye kwa meli atahakikisha kama utapona ama utakufa. Niliwaambia watu wawili kwa Biblia walitembea kwa meli na watu. Mtu wa kwanza kwa Biblia alitembea na watu kwa meli, aliitwa Yona. Sema Yona. Na Yona kwa kuwa kwake kwa meli kulifanya watu wote walio kwa meli wafanye nini? Waangalie. Na Biblia inasema wakati walisumbuka
Yona akawaambia, hii magumu yote mko nayo ni mimi. Nyinyi tu mnitupe kwa maji, mtapona. Naomba kila Yona mwenye mko naye kwa meli, usiku wa leo atupe kwa maji. Kwa sababu hautafika mahali unaenda. Nyinyi mlikuwa mnaenda Tarasisi, na tunajua nyote meli yenu ni ya Tarasisi. Kumbe mko kanyamaka kwenda Ninawi. Ndio unakutana Wakristo wengi hapa. Tunaenda mbinguni lakini vitu vyetu viko hivi. Na tunaenda mbinguni kwa sababu kenye tuko nako kashatunyonga kichwa. Huku ndio kwenye meli yetu inaenda, lakini akili zetu zote zishageuziwa huko. Leo ninaomba kwa jina la Yesu, kila Yona kwa maisha yako aondolewe kwa jina la Yesu. Kila Yona mwenye ameingia kwa maisha yako, ambaye kazi yake ni kuhakikisha huwezi kuomba. Wakati unataka kuomba anaanza kuchati. Yona. Wakati ambapo unataka kuomba ndio wakati anakupigia simu. Hakuwahi na credit. Lakini tu wakati unataka kukaribia Mungu, heri akope credo. Akuvutie. Sikiza nikwambie siri, mtoto wa Mungu. Wakati wote unataka kuomba alafu ushangae umevutiwa na ngozi, ujue ya kwamba maombi yako ilikuwa na nguvu na imepoteza nguvu. Usikuwa unakimbilia kuchukua simu wakati unaomba. Hata kwa unyo wako hapo wanasema kwa kuheshimu neno la Mungu limeweka kwa vibration. Ndio unaonaga ikilia anajifanya ni kama mwenye anaenda kwa choo na unakutana kwa kono kwa unaongea. Unashindwa kunaongea na Roho Mtakatifu ama na nani? Yona amempigia. Kila Yona mwenye mko naye kwa hiyo meli, ninaomba merikebu hiyo ikose amani leo ashushwe. Nasema ukose amani leo ashushwe. Kila mtu mwenye yuko na kudanganya ya kwamba mnaweza kuita dhambi majina mengine ya kuficha, akose amani leo, mbingu zimshushwe kwa jina la Yesu. Una haki ya kwenda mbinguni, mtoto wa Mungu. Una haki ya kumuona Mungu. Uliokoka ili uone Mungu. Kuna marafiki wengine ambao hawatakuja kwa maisha yako kwa sababu nyingine. Wahakikishe mbingu hautaingia. Ninaomba leo mbingu iwashushe kwa jina la Yesu. Ninasema leo mbingu ikupe neema uwashushe. Kwa hivyo baada ya injili hii kuna watu utavuta kwa simu yako. Nasema utavuta kwa simu yako. Kuna watu watavutikana kwa namba ya simu yako leo kwa jina la Yesu. Umeteseka mtoto wa Mungu. WhatsApp yako kuna password 7. Password. Unatesekea nini mtoto wa Mungu? Si ufunguke. Si uokoke. Password za nini hizo unateseka nazo? Paka wengine wameweka fingerprint ya mguu. Unajijua. Mungu akuhurumie. Na unataka tuende mbinguni, tunaenda mbinguni. Mbinguni gani mtoto wa Mungu? Tutaenda mbinguni tukishinda jaribu. Tutaenda mbinguni tukisimama kiunaka. Tunasema tumekataa dhambi na Mungu atatuongoza. Bwana asifiwe. Hatutaenda mbinguni tukidanganyana. Tutaenda mbinguni siku moja sote tutakutana hapo. Ndio tutajua sasa mbinguni gani. Ushaona mtu anasimama hivi wanakuonyesha tu dhambi zako. Unaambia Mungu, unajua ukweli ni kwamba hakuna mtu atajaga laumu Mungu. Kwa sababu itakuwa ni video. Ni kama movie. Unajiona tu hapo na mwenyewe unaamua. Kwa sababu ndio naenda. Buda, mbingu hii huko. Wewe unaona yangu hapo. Pasta ulikuwa moto, pasta ulikuwa moto, wewe moto ulikuwa ni wako. Nimeona yangu. Mtoto wa Mungu, leo Mungu akikupea neema, ushinde hiyo kitu yenye inakushindaga. Mungu akupee neema, ukatae kushindwa na vitu vyenye vinakushindaga. Ili kwamba uone ikiwa Mungu wa mbinguni hata kufanyia maajabu. Bwana asifiwe. Nasema Bwana asifiwe. Nasema Bwana asifiwe. Huyo mtu anaitwa Yona alifanya watu wote kwa merikebu wanataka kuzama. Ilibidi wamtupe kwa maji. Ili kwamba Mungu amlipie merikebu yake.
Biblia inasema kwanza alipojikuta kwenye ameingia akaomba, Mungu ukinitoa tu hapa ninaenda Ninawi. Mungu anamwambia hakuna hata shida, Ninawi ndio nakupeleka peke yangu. Jamaa kuja kufungua macho hivi anajikuta Ninawi. Kama ni wewe ndiye unaona, unaweza kataa kuhubiri? Umetoka kwa samaki, utahubiri na upako, na sio upako ya mbingu woga. Mungu hata nihubiria watu mtumo na nyinyi samaki naweza kuja wameza. Mimi ni ushuhuda. Iona kwa sababu yake watu wote wanataka kuangalia. Lakini kwa kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake 27, Biblia inasema palikuwa na mtu anaitwa Paulo. Alisafiri kwa merikebu pamoja na watu, na majini merikebu ikapata dhoruba, na kwa sababu Paulo alikuwa ndani ya hiyo merikebu, akawaambia usiku wa leo malaika wa Bwana alikuja kunitembelea na akanihakikishia ya kwamba kwa sababu niko ndani ya hii merikebu hata mtu mmoja atakufa. Bwana Yesu asifiwe. Paulo akasimama akaambia watu, nyamazeni kimya, dhoruba itakuwa nyingi, lakini kwa sababu niko ndani ya hii merikebu hakuna mtu atakufa, tutafika salama. Kwa nini? Kwa sababu Paulo yuko ndani ya nini? Ya merikebu. Kuna mtu mkiwa na yeye unakuwa na uhakikisho wa kufika mbinguni. Ninaomba Mungu akukutanishe na watu watakao kufanya siku moja uone Kristo. Nasema Mungu akuunganishe na watu ambao watakufanya siku moja uingie mbinguni. Pia Mungu akukutanishe na watu duniani ambao watakufanya ufanye biashara iliyo halali. Pia Mungu akukutanishe na watu ambao watakufanya ufanye huduma bila vikwazo. Pia Mungu akuletee marafiki kwa kanisa ambao mkikutana mkihagiana sio mambo ya kufanyana hivi, ni mambo ya ukweli kwa jina la Yesu. Mungu akukutanishe na watu ambao wanahubiri injili na vinywa vyao na wanaibeba kwa mioyo na wanaiishi kimatendo. Kama unasikia sema haleluya. Mungu akukutanishe na watu ambao injili sio maneno ya vinywa tu, lakini ni ukweli wa maisha ambao wanaitembea. Akikuita dada ni dada, akikuita kaka ni kaka, mkiacheka mnacheka, na mkigeuziana migongo mko salama. Watu gani wale ambao ukicheka na yeye baada ya kwenda anasema hiki, na unafikiria tunaendelea sawa, tunaenda mbali, tunaenda wapi? Hakuna mbali tunaenda. Mungu akukutanisha na watu ambao mtaenda mbali pamoja. Mungu akukutanisha na watu ambao mkiinua mikono kuabudu, hata mbingu zinasema kwa uhakika hawa wanaabudu, mikono yao ni misafi na wanaabudu Mungu. Halo? Kwa sababu ya tabia zetu ndio nataka kusikia aseme hakuwezi kuwa urafiki wa kaka na dada ambao hauko compromise. Shemo ni unaweza kuwa. Nani anakuambia kila kaka na dada ukiwaona mtu mmoja maana yake wanafanya dhambi? Wewe ndio unabeba dhambi. Najua kama unaonaga dhambi juu ya kila mtu. Ukiosha hiyo dhambi kwa macho yako utaona wengine ni watakatifu. Kama unasikia sana amen. Mimi baba mzee, acha niwaambie kutana na yeye. 0 cm. Alikuwa in a compromising situation. How did you know? Wewe. Halo? Mungu akukutanisha na watu ambao hawako judgmental. Watu ambao hawako hukumu. Lakini pia watu ambao hawawezi kukuonyesha meno ukifanya dhambi. Kama unasikia sema amen. Kama unasikia sema amen. Mtu akaja kwangu akaniambia, "Pastor, mimi ninavunjika moyo." Nikamwambia kwa nini? Kwa sababu pastor mwingine amenisomea kwa dhambi. Kwa nini ananisomea kwa dhambi? Hajui tunabeba mwili ulio dhaifu. Nikamwangalia hivi. Nikamwambia nikupigie makofi kwa dhambi. Akaniambia hata wewe unaanza kunihukumu. Akaenda kwa rafiki yangu mhubiri anaitwa Akwa, Pastor Akwa. Akamwambia mimi ninakuja basi wewe. Pastor Akwa akamwambia mimi nitakupiga makofi. Halo? Halo? Kwa
Kwetu Bukavu kuna wahubiri tofauti. Na dada mmoja akatoka kuangusha mhubiri fulani, alafu akakimbia kwa mhubiri mwingine. Anaitwa Mungu, akamwambia, papa, nimekuja kutubu dhambi. Nimefanya dhambi, nimezini mimi na mchungaji so and so. Akamwambia, kweli. Huyo mchungaji ni mhubiri mzuri, anahubiri kwa radio, anahubiri kila mahali. Akamwambia, ulizini naye? Piga magoti hapa. Inua mkono yako. Akainua, akazunguka nyuma yake. Teke. Mjinga, unakuja sasa kujisifu hapa. Ulikuwa wapi ukiangusha watumishi wa Mungu? Kwenda huko. Hakwenda naeleza nini yenye amepigiwa. Umepigwa, mchungaji anakupa kwa nini? Mungu anajua. Mungu anajua. Watoto wa Mungu, mbona tunataka kujifanya expert wa kujisifu? Mimi ninajua weakness zake. Mimi ninajua ninamjua. Unamjua wapi? Unajisifu nini kupeleka watu kuzimu? Unafurahia nini kupelekea shetani watu? Kazi ya Kristo yote aliyofanya msalaba, kazi yako kuiharibu kwa nini? Aliyeteseka Yesu Kristo mwenyewe kutoka mbinguni kuja kufia hiyo moyo, unataka kuipoteza kwa nini? Kama unasikia sema nasikia. Acha kujisifu kwa sababu ulifanikiwa kuangusha mtu, ama ulifanikiwa kupata habari ya mtu mwingine ambaye utafukuza kanisani. Na unasikia watu wanasema, mimi nitahakikisha, nitafuatilia, kwa sababu sio wako. Utafuatilia kwa sababu sio wako. Tulikuwa na mama mwingine kanisani huko kwetu. Msichana tu akipatwa na mimba, huyo mama anakuja kwa komiti. Mimi nilikuwa mmoja wa viongozi wa kanisa. Anakuja kwa komiti, anasema, kwende kurudi, tutasimama kwa andiko. Tunamwambia, jamani, huyu mtu ametubu. Ametubu nini? Biblia inasema tutawaachia shetani. Siku msichana wake alipata mimba. Mama, unakumbuka kiama tutaachia huyu shetani? Mungu ni wa rehema. Mungu ni wa rehema. Mungu ni wa rehema kwa sababu ni wako. Wengine kazi yako kuwatafutia madhambi. Kazi yako kwenda na watafutia madhambi mtaani. Huyu hafai kwa sababu ya hiki. Huyu hafai kwa sababu. Wewe ndiye nani? Roho Mtakatifu. Unajua wale wenye wanafaa na wenye hawafai. Leo ninakuja kukutangazia mtoto wa Mungu, beba msalaba yako. Achana na misalaba ya watu wengine. Advocate, prosecutor wa kanisa. Mimi huyu akisimama kwa madhabahu nasikia upako inaondoka. Kwani wewe unaniletea upako? Huyu akisimama kwa madhabahu nasikia nguvu za Mungu zinanitoka. Wewe ndiye nani? Na Biblia inauliza kwa kitabu cha Waroma, wewe ni nani kuhukumu mfanyakazi wa mtu mwingine? Acha wanawake wa kazi na mhukumu, sio wewe. Mtoto wa Mungu amekuja kuambia, kama tutaenda mbinguni, tutaanza kutembea kwa upendo. Tutashikana kama watoto wa Mungu, na tunasema huyu aliyeanguka kwa madhaifu tumuokote, tusimame pamoja, tushinde jaribu pamoja, tumpende Kristo pamoja, tutembee pamoja, na siku moja tuingie mbingu pamoja. Kama unanisikia sema amen. Kama unanisikia sema amen. Angalia jirani yako, mwambie, ninakupenda vile ulivyo. Sikia vile unasema. Angalia jirani yako kwa uso, mwambie, nakupenda vile ulivyo. Angalia mwingine, mwambie, naweza kwa sikufurahi yake, lakini kukupenda ninakupenda. Hatutasema ufurahie kila kitu. Sipendaki vile anatengeneza nywele zake. Hiyo sio problem. Nywele zangu na wewe haiko problem yako. Sipendaki vile anavaa hizo longi zake zinakaa hivi. Haiko problem yako. Unipenda utanipenda. Kwa sababu Mungu amesema tupendane. Kushikana mikono kama kanisa tutashikana. Na kushinda jaribu tutashinda pamoja. Kuombeana tutaombeana. Kutembea pamoja tutatembea pamoja. Na mbingu tutaenda pamoja. Kama unanisikia sema amen. Kama unanisikia sema amen. Kanisa ni familia. Hapa saizi mmoja akianguka, kazi yako ni kukimbia nje, unaanza tangaza.
lakini kwenu, kwa nyumba yenu mnaficha tu vitu. Hatujuagi yako katoto kanacheza kwa mtaani kanani. Mmeshakanyakia. Na mkakabia uko na Twitter anti. Wewe tu ni mama. Umeshakanyagia kwa sababu ni ya mtaani ya familia. Lakini kanisani unakonga wengine. Angalia jirani yako mwambie kukupenda na kupenda. Patia Bwana makofi. Tutajenga kama familia, tutapendana na tutasameheana na tutakubaliana na tutajua ya kwamba hakuna kati yetu mwenye ameshakufia mwingine. Ikiwa Kristo ndiye alitukufia, basi tutakubaliana sote, madhaifu yetu tutayaweka chini na tutakuwa na pendano. Jamani watoto wa Mungu, tunatutesa na yenye nafanya wengi wameshindwa na jaribu ni kwa sababu walipokuja kukuelezea madhaifu yao ukaifanya kuwa wimbo. Nitakwambia lakini usiseme. Unaona ile sajela ilitoka hapa. Kenya aliniambia, Jamani. Wewe mwenyewe uko unatangaza wengine. Wewe ni mtakatifu. Kwa nini unafurahi ukijua mioyo ya wengine inavuja damu? Kwa nini unafurahi ukijua mioyo ya wengine inavunjika? Kwa nini unafurahi ukijua wengine wametoka kanisa juu yako? Kwa nini unafurahi ukijua wengine hawahudumii Mungu kwa sababu yako? Inakufaidisha nini? Wewe ulizaliwaga tu hivi na Abrahamu. Ukakomaa na Isaka. Ukazeeka na Yakobo. Ukitembea hivi ni malaika. Hata wewe ulikomalia tu mtaa ingine hapo na ukafanya vitu vingine vya wiki. Neema ya Mungu tu ndio juu yao. Kubali wengine. Kama unataka sema amen. Angalia mzako mwambie hata uona madhaifu yako. Uyashinde kwanza mbele uone yangu. Kazi yako kuchagulia wengine madhaifu. Wao una yako. Ushinde kwanza yako. Kama unataka sema amen. Kama unataka sema amen. Amen. Ili kwamba tushinde jaribu mtoto wa Mungu, ni sharti tuache kuishi maisha ya watu wengine. Tuishi maisha yetu. Tujue ya kwamba hata sisi ni wanyonge na tumeshindwa mahali fulani. Tuangalie Kristo, tuache kutafuta ma excuse kwa watu. Mimi unajua siwezi kubadilika kwa sababu niliona pasta fulani naye anakunywaga kamnyweso na anasimama pale. Okay, kwa sababu huyo pasta ndiye measurement ya kwenda mbingu. Wakimpima hivi wanaona kila mwenye anaenda mbingu. Wewe na huyo pasta jehanamu naongoja. Nikasikia mwingine anasema jana kwa comment fulani hapo video, that's the reason why I don't go to church. Kwa Facebook. Sio rafiki yangu. Kwa sababu tu kuna mtu amefanya vituko. Pastor fulani amefanya vituko. Akakimbia kwa kuandika, that's the reason why I don't go to church. Nikamfuata, nikaenda inbox yake. Nikamwambia, that is not the reason why you don't go to church. Akanambia, who are you? Nikamwambia, let's talk of this first. You will know me later. That's not the reason why you don't go to church. You don't go to church because you are a sinner. Not because a pastor has made a funny comment. And if you are not saved, hell is waiting for you. Akanambia, who are you please? Nilimsukumia vitu vizito. Asikie ukweli. Haendagi kanisani yetu kwa sababu pastor alimake fun comment. Kwani huyo pastor ndiye atakuwa anahubiri mbinguni? Watoto wa Mungu, tuache excuses za kushindwa kwa dhambi kwa sababu tunasema hata fulani na alishindwa. Hata wengine na walishindwa. Wewe jipiganie maisha yako. Mbingu ni ya mtu binafsi. Mbingu sio ya watu ambao tunaenda tunataja walishindwa. Mbingu ni yako wewe na mimi. Na kazi yetu sio kwenda na hukumu watu. Hakuna mwenye kuna kuhukumu. Mbona unatesa wengine? Leo watu wameshinda wakiniandikia tuma messages. Uliona hiyo video? Nauliza, video gani? Huyo pastor ameko natusi watu. Nauliza, mimi sikuwa mahali alikuwa anatusiana. Na hakuna mahali alinitaja amenitusi. But tupoteze muda busy.
Biblia inasema ya kwamba Yusufu alikuwa mrembo. Na Yusufu alikuwa wa kupendeza. Na nyumba ya Potifa ikabarikiwa juu ya Yusufu. Na watoto wa Mungu, hata niwaambie siri. Jaribu yetu kuja kwa sababu ya vile tumependa kama niliwaambia. Urembo wa Yusufu ulifanya ajaribiwe. Na nikuambie siri sasa ninapoenda kukuombea. Yusufu alipokuwa katika nyumba ya Potifa. Potifa alikuwa kamanda wa jeshi ya Farao. Kwa hivyo kazi za Farao zilikuwa zinakipi Potifa busy sana. Kwa hivyo alikuwa absentee husband. Hello? Potifa hakukuwa anaonekana nyumbani. Kila wakati alikuwa anakuwa absent. Kwa hivyo mke wake akajaribiwa kwa sababu ya hiyo mlango ya Bwana hayuko. Hello? Hii mambo nasikia eti ninaenda Dodoma, ninaenda miezi 3. Nimeacha familia. Jamani. Na unaacha familia wewe Potifa. Na umeacha kajamaa kwa nyumba yako kenye Biblia inasema hata ni handsome. Biblia inasema ni beautiful. Na ni jamaa. Umemwacha kwa nyumba. Na unaenda mwezi mzima. Unatarajia mke wako afanye nini? Potifa ndio alileta hii magumu. Mke wa Potifa anakuwa anajiuliza kama bwanangu atakuja leo usiku akuje. Na vile anajiuliza kajamaa kiko kanapiga deki kwa nyumba. Anaangalia anajiuliza kai Yesu. Jaribu gani walimletea leo? Nitajitia nguvu. Kajamaa nako kanapiga deki. Kwa nafikiria kanapiga deki kumbe mke wa Potifa kama mtu hey! Anakuuliza kama nini waniletea kwa hiyo. Anakuja anasimama anaangalia hivi. Kajamaa anazunguka. Mtoto wa Mungu, kuona sio kujaribiwa. Lakini kuentertain kenye unaona ndio kujaribiwa. Kuona tutaona mambo. Kuna vitu tutakutana navyo kwa dunia na unaviona. Lakini wakati ule ambapo utaruhusu entertainment, macho yako ianze uzoefu ya vile vinyo unaona, akili zako zitaanza kushikwa. Na mbele ugundue utakuwa umeanguka kwa jaribu. Kwa hivyo ninaomba Mungu akupatie neema. Sio kila kitu utaona ndio kitakuangusha. Kama unasikia sema amen. Kuna vitu utaona mtoto wa Mungu lakini kataa kuentertain vile ambavyo unaona kwa jina la Yesu. Kama unasikia sema amen. So huyu mke wa Potifa nafikiri akajitia nguvu siku moja. Akamwambia kijana kuja kwanza hapa. Unajua mimi ni mdosi wako. Ndio. Tusiende mbali. Huyu mama hakuwa na masiasa. Twende coffee. Nini? Hakuwa na masiasa hizo. Alikuja straight kwa point. Kijana kuja hapa. Akasema, kijana lala nami. Kai. Mama. Hapo kijana akachanganyikiwa. Akamwambia, mama, bwana yako alinipatia ukuu juu ya kila kitu kwa hii nyumba. Lakini wewe alikataa. Hakuna mahali bwana yake alikataa. Lakini kijana anaona hapa ni kujiokoa. Bwana yako hajawahi niruhusu. Na kwa kuonyesha kama bwana yake hajawahi kumruhusu. Akamwambia, nitatendaje tendo kama hii nimchukize Mungu? Kwa hivyo sio bwana yako ndio problem. Kwa sababu tunaweza kuifanya na bwana yako hatatua. Lakini Mungu naye niache. Kwa sababu hata kama bwana yako hatui, Mungu naye niache. Watoto wa Mungu, acha kutafuta kufanya kitu na ufikirie kimekufa. Kimekufa kwa macho ya watu. Lakini mbingu kama ziliona ni dhambi, ni shetu itu. Na usikuwa unaogopa watu. Tuende mahali kwenye pasta haiko. Pasta ni nani? Enda mahali kwenye mbingu haziko. Ukipafika tutakushangilia. Biblia inasema, Daudi akaandika Zaburi 139 anauliza, niende wapi niepuke uso wako ya Mungu? Where can I go from your Lord? Anasema hata nikienda kuzimu
hata hapo uko. Wapo unaweza kujifichia Mungu, mtoto wa Mungu. Hata tu nikuibie siri. Live. Kila kitu unafanyaga Mungu anakionaga. Hata kile kitu ulifanya leo anakijua. Hata kile kitu uko unapanga kufanya baadaye anakijua. Uache kutafuta watu kama wamekuona ama hawajakuona. Mbingu zinakuona. Halo? Na kama mbingu zinakuona, ujifiche usijifiche, mbingu zimekuona. Inatosha. Bwana asifiwe. Nasema Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Usiku wa leo ninaenda Egypt. Leo usiku nikitoka hapa ninaenda airport, naenda Egypt. Egypt hakuna mama, hakuna mjomba, hakuna shemeji, hakuna yeyote yule. Hata hakuna mtu, sinaga rafiki Egypt. Ninaenda Egypt na nitakaa hapo kwa muda wa siku fulani. Hapo safari kona haifanyaji. Kwa hivyo simu itakuwa mbali. Halo? Kenye kitahakikisha vile nilienda ndivyo nirudi, sio watu. Sio wewe. Sio yeye. Sio baba yangu wa kiroho. Ni uhusiano wangu mimi na Mungu. Amen. Ndio itahakikisha kama nitarudi vile nilienda ama nikifika huko jioni, kwa sababu nitakaa kwa 5-star hotel, wakiniuliza unataka entertainment, niwaambie let me think about it. Ni Mungu, sio watu. Kwa hivyo kenye unataka kufanya mtoto wa Mungu, ukipinganisha nacho na Mungu, sio watu. Macho ya watu inaweza shindwa kukuona, lakini mbingu zinakuangalia hivi. Na siku moja tutatoa hesabu kadiri na vile tulivyotembea, sio mbele ya watu, lakini mbele za Mungu. Amen. Kama unamsikia sema amen. Amen. Kama unamsikia sema amen. Amen. Kwa hivyo jioni ya leo Mungu amenituma nikuambie, stahimili majaribu. Shinda jaribu. Kwa sababu yeyote anayeshinda jaribu huinuliwa na Mungu. Kama unamsikia sema amen. Na hapo ndio ninaelekea ili kwamba nimalizie. Wanaoshinda jaribu mbingu huwainua. Na mbingu huwainua namna gani? Yusufu angelikubali kulala na mke wa Potifa. Yusufu angelikubali kuzini na mke wa Potifa. Mtoto wa Mungu, acha nikwambie, angelishikwa, angelienda jela. Kwa nini nikwambia mke wa Potifa alikuwa mjinga? Mke wa Potifa hakuwa mjinga. Alijua kucalculate time. Alijua mzee hayuko hapa, Yusufu anakuwa mzee. Na mzee akija, Yusufu anarudi kwa nafasi yake, na mzee akiishia tena, Yusufu anakuwa mzee. Angelijua kupanga muda vizuri. Na Yusufu, na kuhakikishia, angelikuwa anakula vinono vya nyumba ya Potifa. Kwa sababu angelikula pesa ya mshahara ya Potifa, akule pesa ya mke wa Potifa, akule pesa yoyote ile yenye inaingia kwa hiyo nyumba, kwa sababu yeye ndiye mpango ya kando. Usidanganyike aseme Yusufu angelishikwa na Potifa na mkata kichwa, angeona wapi? Mke wa Potifa angemficha vizuri, na anamsaidia kufunika hiyo dhambi vizuri, na anamsaidia kuifunika vizuri, lakini shida ingelikuwa moja. Shida ingelikuwa tu, hakuna siku Yusufu angeliwahi kuwa mwongozi wa nchi. Angelibaki tu mwongozi wa nyumba. Mwenye kuna kudanganya aseme mshahara wa dhambi ni mauti. Maana ukifanya dhambi unaanza teseka. Hapana, kuna raha kwa dhambi. Nikuibie siri. Ukifanya dhambi, wakuna pombe wanaifurahia. Hakuna harufu kazuri kama kale kapo. Unaona mtu anafuta sigara kisha anatoa kwa mapua. Ni starehe. Lakini shida ni moja. Hakuna kukumbukwa mbingu. Unakufa pole pole. Sasa Yusufu angelikufaga akiwa Yusufu kiongozi wa nyumba ya Potifa. Lakini hapana Yusufu kiongozi wa Misri. Halo? Kuinuliwa kwako kwa ngazi za juu kutalingana na vile ulivyoshinda ngazi za chini.
Ukishinda nyumba ya Potifa, utapewa nyumba ya Farao. Na ukishindwa na nyumba ya Potifa, hutawahi ona mlango ya Farao. Unataka kuishi wapi mtoto wa Mungu? Kuongoza nyumba? Siku hizi unavaa vizuri, kumbe unawekwa na kitu kingine hapo nyuma. Ndio kingine na kuweka. Naomba mbingu zikupatie neema, ushinde nyumba ya Farao ili kwamba upelekwe kwa nyumba ya ushinde nyumba ya Potifa, upelekwe nyumba ya Farao. Amen. Naomba mbingu kupatie neema, utoke kwa ngazi ya kuongoza nyumba, uongoze nchi. Amen. Na hiyo haitakuja kwa sababu ya ingine kitu, itakuja kwa sababu ya kushinda jaribu. Kama unanisikia sema amen. Ilibidi Mungu aangalie ni nani atainuliwa kwa nyumba ya Yakobo. Na ndio kwa maana Mungu akafanya Yusufu ndiye aende katika nchi ya Misri kuinuliwa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alijua nikituma Rubeni huko, Rubeni mwenye alishindwaga na dhambi ya uzinifu kwa wake wa baba yake, akiona mke wa wenyewe mwenye haiko hata wa baba yake, atafanya nini? Akakiacha huko. Mungu akaangalia nikituma Yuda huyu mwenye anazini na mke wa mtoto wake Tamari, nikimtuma kwa Potifa, hata ngoja mke wa Potifa muite, yeye ndio atambia mke wa Potifa lala nami. Mungu akakiacha kule. Lakini Mungu akaangalia akaka Yusufu kenye kiko na uwezo ya kushinda nyumba ya Potifa, ndio kenye nitapeleka Misri. Ili kwamba kakishinda nyumba ya Potifa, nikapatie nchi ya Misri. Na kama kanaweza shinda pesa ya nyumba ya Potifa, akatashindwa na pesa ya nchi ya Misri. Ninaomba mbingu zikuwezeshe ushinde jaribu yako saizi, ili kwamba uinuliwe na Mungu. Mbingu zikupe neema ushinde jaribu iliyo mbele yako, ili kwamba uinuliwe na Mungu. Kama unaamini sema haleluya. Ukishinda jaribu iliyo mbele yako, kuna ngazi ya kuinuliwa. Na ukiinuliwa mtoto wa Mungu, vile walikuwa wanakupiganishia uchukue vya dhambi, watakuletea navyo kwa bure na inakuwa official. Biblia inasema kwa vitu 7 alivyopewa Yusufu kwa siku moja. Muujiza ya hiyo siku ilimpea vitu 7, na siku moja nitafunza leo vitu 7. Lakini mmoja wao alipewa mke. Ushaona unapewa mke bila kukatia. Anafanya tu prime minister, na wakasema mke wake huyo. Yusufu akaangalia mke wake, akasema ni mrembo na akampenda. Alafu Yusufu akauliza mke wake, na hiyo jina walinipea ni gani? Wakampea jina yeye mwenyewe haijui. Naomba Mungu akupe neema, ushindane na jaribu za hovyo, upewe kiti cha heshima. Ushindane na jaribu zenye zina maana, upewe mahali ya heshima. Ushindane na vitu vyenye vina maana. Kesho Mungu akuinua, kuheshimishe. Ninatangaza mbingu zikupatie neema, ushinde dhambi za hovyo, ili kwamba kesho uinuliwe na Mungu. Haleluya. Ushindane na dhambi za hovyo mtoto wa Mungu. Shindana na vitu ambavyo havitakusaidia. Nyumba ya Potifa inafanana kufurahisha, lakini ukiishinda utaenda juu. Bwana asifiwe. Nasema Bwana asifiwe. Nasema Bwana asifiwe. Nataka kukupatia dakika moja uliulize, nini hiyo ambayo nitashinda leo? Ni jaribu gani hiyo ambayo imekuwa ikinishinda kwa maisha na ninataka kuishinda leo? Leo nimezungumzia juu ya Yusufu kwa kusini. Lakini mtoto wa Mungu, kuna wengine ambao sio uzinifu peke yake. Juu ya Akana juu yake nchi yote ya Israeli ilipigwa kwa mji kidogo inaitwa Ai ikapiga Israeli kwa sababu Akana alikuwa na tamaa. Mungu akupe neema mtoto wa Mungu. Nasema Mungu akupe neema mtoto wa Mungu. Sasa sikiza nimalizie hapa somo ambalo nitafunza nitakaporudi. Nitakufunza somo ambalo inasema mtu ambaye ulifaa kuwa. Mtu ambaye ulifaa kuwa. Na ndio mahali ninakupeleka. Jaribu yako uja kupingana na wewe ili kwamba usifikie kuwa mtu ambaye Mungu alikuumbaga uwe. Kwa hivyo kwa kutaka identity yako
ionekane vizuri, itabidi ushinde jaribu, kwa sababu jaribu yako tu ndio ngazi utakayoipandia ili kwamba ufikie mahali Mungu alikuumba ufikie. Ukishindwa nayo unaanguka. Kama unanisikia sema nasikia. Kama unanisikia sema nasikia. Katika Israeli mwenye alifaa kurithi nchi ya Israeli ambaye alifaa kurithi mtu anaitwa Israeli aliitwa Rubeni, kwa sababu Rubeni ndiye alikuwa mzaliwa wa kwanza wa Yakobo. Lakini baada ya miaka 25 wakati Yakobo anataka kufariki, Yakobo akakumbuka ya kwamba huyu Rubeni, ingawaje yeye ndiye nguvu za ujana wangu, alipita mipaka, akapandia kitanda changu. Hiyo ni Mwanzo 49. Na Biblia inasema kwa sababu ya hiyo Rubeni akapoteza neema ya kuwa mkuu wa Israeli, kwa sababu alishindwa na jaribu ya zinaa, akazini na wake wa baba yake, na Yakobo akamlaani. Akaenda kwa mzaliwa wa pili, aliitwa Simeoni. Sema Simeoni. Na Simeoni, basi kama Rubeni ametoka, Simeoni anafaa kuongoza. Lakini alipoangalia Simeoni, mara moja akagundua ya kwamba siku moja Simeoni na Lawi ndio wanafuatana. Simeoni kisha Lawi waliungana pamoja kwa sababu ya hasira, wakaua mji mzima, wakaletea baba yao magumu. Na baba yao akasema watu ambao wanashindwa na jaribu ya hasira hawawezi kuongoza, akawanyima uongozi. Uliza mwanza kuona kwa na hasira sana, hautawahi kuniongoza. Kama uko mtu wa hasira za hovyo, jaribu. Unasikia mtu anakuambia mimi ninakuwa na kamududu kwa kichwa, wakikatombosha upaka tudili na wewe, alafu hapo ndio nitatulia. Najua unasikia mwingine anakuambia mimi ninakuwa genuine, ninakwambia kashikashi wazi vile mambo yalivyo. Hauwagi jamii, unakuwa na hasira, na ni jaribu yako, haitawahi kukuinua. Uishinde kwa jina la Yesu. Amen. Watu ambao wana hekima huwa wananyamaza na wanajifunza vile ya kujibu. Wewe amenigusa mahali na siwezi kuficha, nikamwambia Tatu Takatifu ongeza hiyo hasira itakumaliza vile maliza Simeoni, utaongoza. Na ndio kwa maana baraka za Rubeni zikagawanywa watu wawili, wakapatia mtu wa 4 ambaye anaitwa Yuda. Na ndio kwa maana kutoka kwa kabila la Yuda Yesu Kristo kazaliwa. Na wakapatia Yusufu, na ndio kwa maana mtoto wa Yusufu anaitwa Efraimu ndiye alifanywa kuwa mkubwa wa Israeli, ambaye hakukuwa hata katikati yao. Lakini nini ilifanya hiyo ifikie? Ni kwa sababu mtoto wa Mungu, listen carefully. Neema ya Mungu inaweza kukufikisha katika ikulu, lakini ni tabia yako itahakikisha kama utakaa katika ikulu. God's grace can take you to the palace, but it is your integrity and character that will determine if you will remain in the palace or you will fall down. Ninaomba Mungu akupe neema mahali anataka kukuinua, tabia zako ziwe na uwezo ya kufikia hapo. Kwa sababu mahali Mungu anataka kukupeleka unahitaji kuwa na tabia nzuri. Kuna wengine wako na tabia zinakaa kama za Yuda, kanatumika kama kahekima lakini sio kahekima. Wanapasulia Yesu mafuta kwa miguu, yule anakuja anamwambia Bwana, maringo ya nini hii sasa? Hii mafuta tungeuza tukawanyie maskini pesa. Toka siku gani Yuda alionea maskini huruma? Yuda eti tungeuza hii mafuta tukawanyie maskini. Yesu akamwangalia akamwambia, maskini mtakuwa nao milele, uwasaidie kesho. Mimi ninakufa. Wewe sasa niacha nikufe na kama mafuta. Hey! Kama mafuta pekee yake umemwagia kwa miguu kana kuuma. Wengi tuko hivyo. Usione tu mtu Mungu amemkumbuka kidogo, roho inafunga. Jaribu hiyo, hautawahi inuka zaidi ya wivu.
Angalia mtaka kumwambia wivu ni jaribu. Jamani, mtoto wa Mungu, Klaus akiinuliwa ni neema yako. Furahi. Niliwaambia wakati wowote ule unaona jirani yako amebarikiwa, furahi, maana Yesu yuko mtaani. Whenever a neighbor is blessed, get happy. Jesus is in the neighborhood. He's about to pass around your house. Lakini kila mtu mwenye amebarikiwa, renaanza furaha. Renaanza furaha. Kwa nini yeye? Kwa nini yeye? Utakufa na ataendelea. Acha wivu. Wivu ni jaribu ya kufunga watu wasiinuliwe. Kama unanisikia sema amen. Na nikinadisia watoto wa Mungu, kama unataka kufikia mahali Mungu anataka mfikie, mahali aliwaumbia akakufikia, shinda jaribu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nasema ushinde nini? Huyo mwenye anasimama mbele yako kama jaribu ni kizuizo ya kile kinafaa kusimama mbele yako. Kwa sababu kila wakati Mungu anapoachilia original, na shetani anaachilia fake. Fake inakuja kusimama mbele ya original. Ni kwako kuamua kushinda fake ili kwamba ufikie original. Dada yangu, kila mwanaume mwenye anakuambia ya kwamba ni sharti mjuane na yeye ili kwamba akuoe, ni fake. Na wanao mnatumia tuna misemo tunatona maana. How can you buy a TV without testing it? Ama TV? How can you buy a car without taking it to a road test? So I am your car. Hello? Ni ujinga tu wa kimashetani. Kila kitu ambayo haiwezi kukupatia heshima ya kimungu, usiipatie nafasi. Unaweza kufurahisha mtu mpaka unaanza kama westei. Hiyo yenye unafurahisha itakamu na inakutoboa kama mimba. Mungu akupatie neema ushinde jaribu leo. Amen. Kenye ni chako hata ukisimama katika imani, chako ni chako tu. Amen. Jaribu nyingine ni pesa. Unakaa hivi kwa sababu hauna pesa. Zikiingia busy. Bwana asifiwe. By the way, Mungu akupatie neema, hakuna kuinua na unaendelea kumtumikia. Amen. Anakuinua na unaendelea kumheshimia. Amen. Anakupatia uketi na wafalme, lakini bado unaweza rudi mtaani na unaketi na wengine unawafundisha neno la Mungu. Amen. Kama unanisikia sema amen. Amen. Pesa ni jaribu. Kuna watu tu wakiona pesa, mambo yanabadilika. Niliwaambia tulipewa kazi. Baada ya kuwa mkitumika, tukapewa kazi, tukaambiwa hii kazi itatumia pesa fulani. Na wakatupea pesa, tukaenda tukazitumikisha, na baada ya kuzitumikisha kukabaki pesa fulani. Nikaangalia mwenzetu nikamwambia hii pesa zimebaki. Unaonaje? Akaniambia, hiyo pesa imebaki. Wameshazitoa kwa account. Usiwapatie mzigo mwingi. Wewe tugawanya tu hapo. Wewe chukua 60% na mimi nipe 40, ama chukua 70 nipe 30 na tuishie tu hivyo. Mimi sitakasirika. Unasikia kama neno kanakaa ni good deal. Ni deal nzuri. Nikamwambia lakini tutafanya hivi, tutarudishia administrator, alafu wewe uongee na yeye habari. Kanaambia acha ujinga buda. Hao watu wameshakula. Hao watu wanajua kukula. Wewe na wewe akatoka dogo, Mungu amekuangushia neema. Angalia neno kwambia huyo sio wewe. Umeshaona mtu mwenye anarudisha change? Ni wewe. Unajiambia kwa moyo keep change, keep change. Keep change, keep change, keep change. Uko mwizi. Hii mtoto wa Mungu. Unakuwa Mkristo tu kabla hujaona pesa. Ukiziona unaanza kumwaga mate kama Mungu. Hapa tutagawana sawa sawa. Hapana, jamani mtoto wa Mungu. Sikuwa mpole. Hivi tu ndio tutaviacha. Shinda jaribu ya pesa. Kama unanisikia sema amen. Amen. Nasema leo shinda jaribu ya pesa. Amen. Mtoto wa Mungu baada ya kufanya kazi
ama unaenda kununua kitu, unapunguza bei, unakutana walikwambia hii kitu inauzwa 20,000, alafu ukakutana inaweza 18, rudisha tu. Hata wizi ya ovyo ovyo. Unajua kwa nini useme amen? Kwa sababu unajua hata kesho hautarudisha. Wewe na kurudisha ndio kunakuwa ugumu sasa. Pale ndio kunakuwa magumu. Wewe na kwenda kununua hakuna kashida. Najua kwa maana unajua kama bageni kwa kila kitu. Ndio nasema hii ni jasho yangu, ni mabageni. Nimebageni mpaka wakakubali. Wakakubali rudisha sasa mwenyewe. Akwambie nimekupea. Mungu akupe neema. Sikia amen Mungu wangu. Nasema Mungu akupe neema. Watu wataki neema. Dada zangu wengine wanasema hapa sasa tufanyaje kazi. Lakini pesa za mzee. Wewe hesabu wallet akiwa amelala. Na mwingine akaniambia sisi wa mama hatuibaji. Tunachukua hata tu unanunua kijiko, unachukua kumiza. Unashindwa na pesa, Mungu akupe neema leo. Nasema kama unashindwa na pesa, Mungu akupe neema leo. Unasikia kama mtu yuko anafanya hesabu ya tithe wakati unaomba kazi. Hata kazi ikuje, ndio mtajua tithe inahesabiwa aje. Unajua by the way, pastor, are we supposed to be giving gross or net? Kazi inaisha kuja. Wakati kazi haijakuja, Mungu hata 50% ni yako baba. Kazi ikija, pastor, by the way, are we supposed to be giving after tumelipa maloni ama aje? Hiyo mafasirio yote sio kwamba unahitaji. Uko tu na roho ya wizi. Mungu akupe neema. Amen. Ushinde jaribu ya pesa. Amen. Nasema ushinde jaribu ya pesa. Amen. Wengine wetu tunakuwa na nguvu kabla tujaona wallet. Unaweza ongea maneno mazuri, unahubiri injili vizuri. Lakini ukiona tu wallet, roho inaanza kufanya hivi. Lakini sikiza nikwambie roho siri mtoto wa Mungu. Siku yenye utahubiria mtu wa pesa na umwambie neno la Mungu, alafu ukatae zawadi yake, utabadilisha maisha ya huyo mtu milele. Hawezi sema amen kwa sababu hauna hiyo mpango. Hapa saizi Pastor Ackson ameombea mgonjwa akapona, alafu mgonjwa akaleta bahasha na Mungu akasema Ackson usichukue hiyo bahasha, na kuhakikishia kwa hakika hapo ndio nitapinga hiyo sauti. Mungu, ninajua vile unaongeaga, hiyo sio wewe. Bahasha, huyo ni wewe. Na Mungu atubadilishe leo. Nikaingia kwa ofisi ya mtu mmoja ambaye ni mkubwa kwa nchi hii, na Mungu alikuwa amenipea ujumbe ya kwenda kumwambia. Na tulipoingia kwa ofisi yake, mimi na rafiki yangu tukakaa hapo, akaja na alipokaa nikamwambia Mungu amenituma nikwambie hivi. Nikampatia rebuke ambao Mungu alikuwa ametuma ya kwamba ameacha njia zake na amejiweka kwa mambo mengine. Nikamwambia chochote kile Mungu alitaka, na baada ya kumwambia nikamwambia amen. Akapiga magoti nikamwombea. Nilipomaliza kumwombea akafungua draw, akatoa 200,000. Akaweka kwa bahasha, akaniambia pastor, asante kwa sababu nimesikia vile Mungu amesema. Roho Mtakatifu akaniambia mwambie nilikutuma nikiwa nimekupea fare, sikukutuma akulipie fare. Nikamwambia Bwana alinituma akiwa amenipea fare, hajanituma ili kwamba unipee fare. Unasikia? Kaa na Mungu akuhurumie. Niliposimama kwa mlango nilipofika akaniambia hiyo ujumbe ulikuwa umesema, sikukuwa nimeikubali. Sikuwa nimeikubali.
Tukageuka na mwenzetu tukamuuliza, unasema nilifikiria uko njaa, ndio kwa maana umeleta ujumbe. Lakini kama umekataa hii sadaka, kuja sasa uniombe ya ukweli, nimeikubali. Nikaogopa. Nikasikia kutetemeka, nikaambia mwenzetu, kai, hiyo Mungu tulimwambia ilikuwa nini? Anasema nilijua uko njaa, lakini hivi umekataa hii pesa. Mungu amekutuma niombee sasa ya ukweli. Nikasema so juu ya 200,000 nilitaka kupoteza nafsi yenye Mungu alitaka kubadili. 200,000 is only $2,000. Na huyu mtu ni mmoja wa viongozi ambao Mungu alikuwa anataka kurudisha kwa laini. Lakini roho yangu ya pupa ingesema basi, kumbe Mungu alijua ya kwamba utatubu na alafu huduma yake iendelee. Hakuna huduma inaendelea, umepoteza ujumbe. Angalia jirani yako, mwambie acha kupupia pesa. Mungu akupe neema juu ya pesa. Kama unanisikia sema amen. Mimi sipendagi huyo kaka. Mimi sipendagi Johnny kitoa tu ngiri 3 hivi. Johnny. Haupendagi Johnny. Mungu akuokoe kutoka kwa pesa. Amen. Simama kwa miguu yako tuombe. Ina mkono wako sema, ewe Bwana Yesu, naja kwako, unipe uweza wa kustahimili majaribu. Ee Mungu, usikubali niendelee kushindwa na jaribu. Ee Mungu, unanijua vizuri, nipe neema nishinde jaribu ili kwamba niinuliwe. Nipe neema nishinde nyumba ya Potifa ili kwamba niingie kwa Farao. Nipe neema uniinue ninaposhinda, unipeleke ngazi zingine. Bwana, niko tayari kushinda jaribu ili kwamba nikuone wewe. Yesu Kristo, wewe ulishinda jaribu yote. Nipe neema nishinde na mimi kwa jina la Yesu Kristo. Baba, ninaombea watoto wako, wape neema watembee na wewe kwa njia ambazo zinakuheshimu na kukuogopa. Ninafukuza jaribu zote zilizotutesa. Tumeshindwa kwa njia mbalimbali. Macho yetu yametamani, vinywa vyetu tunataka kula zaidi, masikio yetu yanataka kusikia zaidi. Mungu, miguu yetu inakimbilia maovu. Tupe neema tushinde vitu ambavyo mikono yetu inataka kushikashika. Tupe neema Bwana tushinde mahali ambapo miguu yetu inataka kukimbilia. Tupe neema Bwana tushinde mambo ambayo macho yetu yanaona. Tupe neema Bwana tushinde mambo ambayo tunasikia tunataka kusema kwa vinywa vyetu. Uongo unatoka kwa haraka. Macho yetu yanaona tamaa. Masikio yetu yanasikia maneno mazuri yanayotuvutia mbali na wewe. Miguu yetu inakimbilia uovu. Mikono yetu inashika vitu visivyo vya haki. Tunaomba leo utusamehe. Tunaomba leo uturudie. Tunaomba leo uturejee. Mungu, tupe neema usiku wa leo tuishinde jaribu. Tupe uweza Mungu tushindane na dhambi za ukoo. Tushindane na dhambi zisizoeleweka, dhambi za kifamilia. Saa zingine tunasema sisi ni watu tunapendwa sana. Kumbe sio kupendwa sana. Tunavuta vitu visivyo vyako. Tunaomba leo tuondolee roho ya kuvutia wasiofaa kwa jina la Yesu. Watu wasiofaa wanatuvutia, wanasikia kuvutiwa na sisi. Miili yetu inakuwa ni kama ya kuvutia mapepo. Tunaomba leo tuondolee Bwana. Tuondolee Bwana kila magnet force iliyo juu yetu inayovuta jaribu. Tunaomba utuondolee. Tunaomba utuondolee. Tunaomba utuondolee.
kila nguvu zinazoifanya jaribu kuja karibu kwa urahisi kwetu, utushindie leo Baba. Roho za kupendwa na wasiofaa tunazikataa. Roho za kuvutavuta wanaobeba mapepo yasiyoeleweka tunazikataa. Roho ya kuonekana kufurahiwa na marafiki wa ovyo tunazikataa. Roho za kukaa katika baraza za wenye mizaa tunazikataa. Roho za kuzoeana na watu wasiofaa tunazikataa. Roho ya kuguzwa na mikono michafu tunaikataa. Roho ya kupewa mazawadi zinazotoka kuzimu tunazikataa kwa jina la Yesu Kristo. Tunaomba Mungu tupatie roho za utulivu. Tuache kuwa na roho za pupa, tuache kuwa na roho za kutamani, tuache kuwa na roho za kuvutia, tuache kuwa na roho za kukimbilia, tuache kuwa na roho za uoga ya kwamba tukipoteza tutapoteza. Tupatie neema Mungu, tupatie neema Mungu. Tuwe na roho za utulivu hata wakati watu wanapotaka kutuvutia kwa pesa, wanapotaka kutuvutia kwa urembo, wanapotaka kutuvutia kwa vyeo, wanapotaka kutuvutia kwa urafiki, wanapotaka kutuvutia kwa njia zozote. Tupe neema tushinde jaribu, tupe neema tushinde jaribu, tupe neema tukatae dhambi, tupe neema tukatae kuinuliwa ya hovyo, tupe neema tukatae kubarikiwa ya hovyo. Baraka zenye zitoki kwako hatuzitaki, baraka zenye zitoki kwako hatuzitaki. Kenye Mungu hauwezi kutupea, hata shetani hawezi kukipata. Tunakataa, 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 tunakataa. Marafiki wasiofaa tunawakataa, marafiki wa hovyo tunawakataa, marafiki wasiosimama na Mungu tunawakataa kwa jina la Yesu Kristo. Merikebu tulio ndani, kila Yona usiku wa leo ashuke, kila Yona usiku wa leo ashuke. Merikebu tulio ndani, tunatangaza kila Yona ashushwe kwa jina la Yesu. Samaki ziwameze kwa jina la Yesu, wasitembee na sisi tena. Tumechoka na zurupa, tumechoka na kupotezewa, tumepotoshwa ya kutosha, tumepotezwa ya kutosha, tumeelekezwa vibaya ya kutosha. Tunakataa marafiki wasiofaa, tunawakataa kwa jina la Yesu, tunawakataa kwa jina la Yesu. Tunawatangazia moto ya Bwana iwateke mbali na wao, itupeleke mbali na wao, itupeleke mbali na wao, itupeleke mbali na wao kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Achilia marafiki ambao watatuongoza, achilia marafiki ambao watatuwezesha, achilia marafiki ambao watatuonyesha njia zako, achilia marafiki ambao watatufunza baraka zako, ambao tutabarikiwa pamoja kwa njia za kimungu kwa jina la Yesu Kristo. Tunahitaji marafiki ambao tutaogopa dhambi, marafiki wa maneno ya muzaa tunawakataa, tunawakataa kwa jina la Yesu, tunawakataa kwa jina la Yesu, tunawakataa kwa jina la Yesu, tunawakataa kwa jina la Yesu. Marafiki wasiofaa tunawakataa kwa jina la Yesu. Haijalishi Baba position zao, haijalishi Baba cheo zao, haijalishi Baba wanashughulia nafasi gani kwa maisha yetu. Tunatangaza heri wapotee na vitu vyao, ili kwamba utuinue ukweli, ili waende mbali na vitu vyao. Hata kama watakimbia na shati zetu ambazo ndio heshima yetu, heri wabebe heshima lakini tuchunge wokovu. Heri wachukue heshima lakini tutachunga wokovu. Heri waende na heshima lakini wokovu tutachunga kwa jina la Yesu Kristo. Yusufu hakuangalia heshima, Yusufu aliangalia woga wako. Tupe neema Bwana, heri wachukue vyeo vyao, heri wachukue viti vyao, heri wachukue kazi zao, heri wachukue kila chochote kyao, lakini tupe neema Bwana, tusimame katika woga wako. Tupe neema Bwana, tusimame katika upendo wako. Tupe neema Bwana, tukuogope na tukuogope wewe. Rabosha karabaraba shantarabarando, Rabosha kerebo shakarabaraba shanda, Rebosha karabaraba shantarababa. Baba, tupe neema tutembee na wewe, tukujue vitu visivyo vyako, tukundue urafiki usio wako, urafiki usiofaa, tabia zisizofaa, hali zisizofaa. Baba, tunaomba Bwana, utuondolee, 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 utuondolee. Tupe neema Bwana kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tupe neema Bwana. Roho wako azame ndani yetu, tushinde jaribu. Roho wako azame ndani yetu, tushinde jaribu. Roho wako azame ndani yetu, tushinde jaribu inayosimama mbele yetu kwa jina la Yesu. Mtoto wa Mungu,
Napoenda kumalizia hii maombi, Bwana anataka nikukumbushe kitu moja. Ili kwamba ushike manki, ni sharti uipatie ndizi. Na ukipea ndizi, ikisikia ni tamu, inakukaribia. Kitambo ijue ya kwamba umeishika na kuweka kwa cave, huwa haijui tayari kwa sababu ya utamu ya hiyo. Kuna vitu vitamu ambavyo tunapewa kama mazawadi. Kuna vitu vitamu ambavyo tunapewa kama mazawadi. Zawadi zingine ambazo hakuna mtu anakuambia kitu, lakini sasa ngujie sisi kitu moja, mtoto wa Mungu. Kila unatakachokipewa kwa njia zisizo za kimungu, utalipishwa siku moja. Kwa hivyo leo kila kinyi kinasikika ni kitamu, lakini hakijatoka kwa Mungu. Leo uanze kukikataa. Kuna zawadi utakataa. Kuna vitu utasema sivitaki. Kuna vitu utasema hivi vikae tu mahali vilivyo. Lakini Mungu abaki Mungu kwangu. Kila chochote kinachokuvutia ili kwamba utoke kwa njia ya Mungu, kataa kwa jina la Yesu. Usiuzwe na chochote kile. Pesa zisikuuze. Urembo usikuuze. Nguvu zisikuuze. Watu wasikudanganye eti wako na power wakuuze. Hapana, mtoto wa Mungu. Taka sana utembee na Mungu na Mungu akupe neema. Kama unanisikia sema amen. Amen. Ndio mkono wako sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Zawadi zisizofaa nazikataa. Heri ningojee kwako kuliko kupokea visivyo vyako. Ninatangaza leo, nitakataa visivyo vyako. Nitasimama kwa neno lako na nitakungojea wewe kwa jina la Yesu. Patia Bwana makofi. Amen. Tunataka kuondoka hapa, na kabla hatujatoa sadaka, ikiwa uko hapa na uko mgonjwa, kuja hapa nikuombe. Ikiwa uko hapa na wewe mgonjwa, ama uko hapa na unahitaji muujiza ya Mungu yote, kuja hapa. Inakuogofya. Mungu atakupatia ripoti ya uponyaji. Daktari anasema nini hapa? Rudisha hapo, tutaitoa sio nyeza hizi. Msichana wangu, habari yako? Kwa salama? Karibu sana. Wow, habari yako? Kwa salama msichana wangu. Karibu sana. Nafurahi kukuona. Wow. Doka tu salimia watoto wa Mungu yuko kupokea kwa hii nyumba. Mkaribishe huyo bila naye Mungu. Haleluya. Karibu sana. Unaendelea vizuri? Mungu akubariki. Atakutembelea sasa hivi. Ni aje man? Unataka kuongeza? Tapata man. Ndio. Tapata man. Shida nini? Hivyo. Shida nini? Unataka kazi? Wow. Nakushapata tu. How much? Nifikirie.
starting the surgery that the doctor was to conduct, by lifting this report, I command a healing, divine healing, to come upon Oshindi now. Fire of God, fire of God, fire of God, take away every problem and conduct the surgery now. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Let her be surprised by a creative miracle that the Lord is performing tonight. Amen. Baba amesimama hapa kwa sababu anahitaji kazi. Usimpe kazi ambayo atasema nimeipata hapa hivi. Mpe kazi ambayo atajua ya kwamba Mungu tu anaweza pia mtu hiyo kazi. Umheshimishe kwa sababu alikubali kukupea maisha yake. Alafu atembee katika furaha ya wokovu na atembee katika neema ya familia hii. Hiyo kazi ipate kwa jina la Yesu. Amen. Hallelujah. Tuko na hivyo wawili wanazoea kukaa hapo nyuma ya viti ya wachungaji. And one of them, not the Eva or Miwani, the other Eva, they always come together. We were together on Saturday, and as we were sharing, I turned to her and Kamoliza, for how long have you been looking for a job? Kanambia, since 2016. How many years are those? Those are 3 years. She has applied all over, but no result. So I asked her, do you need a job? Akacheka akaniambia, Baba, naitaka sana. And then I looked at her and said, go and call me when you get it. That was on Saturday. And on Wednesday, she was called by a friend and she was told, there is someone you applied. And I hear there are some people who were shortlisted and they were given jobs. Can you check? And when she opened that website, her name was number 1. The same God is here tonight. May He give whoever is looking for a job in Jesus' name. Everyone who came to this service today because you needed a miracle, may a job come upon you in Jesus' name. But the same way, this daughter of mine got a job. And here she's standing. That's the same way God gave her the job that she's doing, the job that she has been passionate of. And if God can give you a job miraculously, God can heal you miraculously. And the same God is healing you now, because He brought you here with a purpose. Now, I command your chest to be healed. Now and never to be sick again. Be healed now. Look at me. Breathe in.
you will never suffer that test again. Please stand. Because you don't know how much you need, do your hands like this. May the God I serve fill your pocket, your account, and every corner whereby you can get money from will release money. Miraculously, you will get money in the cost of 7 days. Hallelujah. Let me congratulate Mheshimiwa for her new docket. She's now in charge of health. Congratulations. Mheshimiwa, Mungu anapokupatia hiyo wazifa ya afya, Mungu akutumie na hiyo ofisi inaitangazia iwe na amani na ikufebe. Amen. Naweza kuketi kwa dakika moja tu.